Mungu akamwacha, akamkasirisha Mungu. Kuna wakati tunamkasirisha Mungu, kuna wakati Mungu anachukia, kuna wakati Mungu anakuacha na umekuwa mgumu kutubu, unafanya mambo bila kutubu. Mungu anaamua kukuacha, na Mungu anakuacha unaendelea kufanya ya duniani. Utakuta watu wanaabudu na wazinzi kwa sababu hawajatubu, na wanaendelea kuwa mataifa. Usifikiri unapofanya mambo ya dunia Mungu anafurahi. Unamchukiza Mungu. Unahitaji toba ya kweli. Tuachane kuburudishana mambo ya miujiza, mambo ya kuwa tajiri, mambo ya kuwa nini. Utajiri utauacha duniani, lakini mbinguni watakwenda wenye haki. Vile kila kitu watakiacha duniani. Utaficha vitu watoto, utaficha vitu wazazi, nini na nini, lakini mbinguni hakuna kufichika. Mbinguni kuna uwazi, mbinguni kuna ukweli. Haleluya. Wamepita, walikuwepo wafalme wenye nguvu wakapita, lakini bado Mungu amebaki kuwa Mungu. Bado Mungu ataendelea kuwa Mungu, na Mungu hajachoka kuwatetea wenye haki. Mungu hajachoka kuwatetea madamu kama utatubu katika toba ya kweli, ukamwendea Bwana kwenye toba ya kweli, maombi yako yakawa ya toba ya kweli. Mungu ni mwaminifu. Watu wameondoka kiroho, watu wamekuwa wa kawaida tu. Yuko nyumbani, hata ibada ya Jumatano hajisikii, yupo tu. Tena anauliza, hivi watu walikuwa wengi? Utakuta kwenye vikao malumbano, mshikamano, wakana mashati, watu wa rohoni. Nyinyi ni wa rohoni kweli? Jamani, haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutupa hekima. Tukijaa Roho Mtakatifu tunaishi maisha matakatifu. Anatuombea, anatusaidia, anatuongoza. Jamani, haleluya. Sisi tunaongozwa na Roho. Biblia inasema mkiongozwa na Roho hampo chini ya nini jamani? Sheria. Maana Roho anatenda kazi, Roho anamwagika. Na ndio maana kanisa la Kipentekoste likimwacha Roho Mtakatifu inakuwa dini, hata dini zile za mwanzo haziwezi kufika. Unaweza kuwa na kiburi, unaweza kuwa na vihasira havina maana yoyote, vitakupeleka jehanamu bure. Mungu ni Roho, nao wanaomwabudu inapasa wamwabudu katika roho na kweli. Acha kiburi, tubu dhambi zako. Acha kiburi leo, acha kiburi. Tangu zamani, umewapitisha watoto wako mazingira sio mazuri, na unaelewa leo kuna sauti ya Mungu ya toba. Mungu anataka watu watubu. Naomba tuwe na utulivu kidogo, tuwe na utulivu, tutulie kidogo. Tafakari katika maisha yako, tafakari katika njia zako. Saa nyingine ujibii maombi kwa sababu ya mambo uliyofanya ya chini chini.
Leo Roho Mtakatifu yuko hapa, anataka kutengeneze, anataka kurudie, anataka kujibu, anataka afanye. Wakina Hezekia walifanya zaidi ya hapo. Hezekia walifanya zaidi ya wewe ulioyafanya. Mungu anataka kusaidia, Mungu anataka kusamehe, Mungu anataka kuinue, Mungu anataka kuponye tena. Mungu anajua maisha yako, Mungu anajua njia zako, Mungu anajua mwenendo wako, Mungu anajua maisha yako. Umejichanganya kiasi cha kutosha na unasema Yesu ni Bwana. Maisha yako hayafai, mwelekeo wako haufai. Mwambie Bwana leo, usiniambie mimi, mwambie Bwana ndiye aliyekuokoa. Mimi sijakuokoa, Yesu amekuokoa. Mwambie Bwana, Mungu ana makusudi na wewe. Haujaja ibada bure. Mungu ana makusudi na wewe. Rama shakaba rika paraboshi. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Sema maneno haya: Mungu Baba, Mungu Baba, niko hapa Baba, nimesikia sauti yako, naogopa, natetemeka, natetemeka, natetemeka ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wangu. Nisaidie Bwana, kama kuna mahali nimekukosea unisamehe Bwana. Niko tayari Bwana, niko tayari Bwana nikusikia wewe. Kama kuna mahali nimekukosea nirehemu Bwana. Naomba huruma yako, naomba huruma yako, unihurumie, unihurumie sawa sawa na fadhili zako. Daudi alimkosea Mungu akaomba rehema. Zaburi ile 51, Daudi anaomba rehema. Amemkosea Mungu, amefanya uzinzi, anaomba Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako. Ni zaburi ya toba, ni zaburi ya toba. Mungu anakwenda kufanya mambo makubwa katikati yako. Umefika mbali, Mungu anataka urudi. Umetapanya mali bila hakuna mahali ulipoenda ukawa salama. Nenda mbele za Mungu, muombe Mungu mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu,